Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Alikuwa akitembea kwa miguu juu ya bahari kama jinsi mimi ninavyotembea hapa, yani bila wasiwasi wote, tembea kwa miguu. Ndio maana mimi simwachi huyu mwanaume, hatari sana. Katika sayansi yumo, hata katika boxing yumo, sema hata katika ngumi yumo. Ndio sasa unadhani aliwatoaje wale watu pale hekaluni? Unaweza kamaga karanga za watu na hela za watu wakakuangalia tu, hata mkongoto wote nje. Haleluya! Katika elimu, katika mahesabu, kila kitu, utajiri ndio mwenyewe. Niliwahi kumsikia kijana mmoja anahubiri, naye alikuwa anahubiri yale mahubiri ya mitaani yale mazuri sana kwa vijana ambao wana moto wa kazi, kanahubiri sokoni. Lakini mimi sikukaelewa sawa, ilibidi baadaye nikashika shati nikakavutia pembeni, nikamwambia dogo, kamuulize, kamwambia mchungaji wako akuelimishe vizuri. Alikuwa kanasema Yesu ni maskini, na alikuwa maskini, alikuwa na machacha, mwili wote umepauka. Mwanaume mwenye machacha na mwili umepauka, unadhani yule kahaba wa Samaria angemsobokea? Subutu. Makahaba hawasobokei kila mwanaume, wanaangalia mwanaume ambaye kwa mtazamo tu analipa, piga. Hii ina maana huyu kahaba wa Samaria alikuwa ni kahaba wa hasa wanaume 5 kwa siku hii moja. Yule kwa endi tu, hawaendi kwa wanaume tu. Yesu alikuwa very handsome, very smart katika kila eneo. Ndio maana kahaba kaanza kujishebedua, ninyi ni watu wa Yerusalemu na si wa Samaria nini. Alidhani amepata, kumbe mkutana na moto ulao. Alikwenda kisimani akiwa kahaba, akarudi mjini akiwa mwinjilisti. Yes, kaleta maelfu kwa Yesu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu alikuwa anatembea juu ya maji akiwa kwa mbali. Wanafunzi wake wakamuona, lakini yuko mbali sana, wakajua labda ni kivuli au amevamiwa na jini, wakapiga yowe. Bwana Yesu akamwambia, msiogope, ni mimi. Jipeni moyo, ni mimi, wala msiogope. Petro alikuwa na kimbelembele kizuri sana, ambacho mimi nakipenda sana kimbelembele cha Petro. Wako watu na kimbelembele kujipendekeza kwa wanadamu duniani, lakini kimbelembele cha kujipendekeza kwa Yesu ni bora zaidi. Petro akamwambia, mzee, kama ni wewe kweli Yesu, kama kweli ni wewe, hebu niamuru nikufuate, lakini nije nikitembea juu ya maji kama unavyofanya. Yesu alimjibu vipi? Alimjibu, tulikuwa tunasikiliza, lakini wakati kijana anasoma, alimjibu yes, neno moja tu, njoo. Haleluya, haleluya. Sasa hapa kuna maswali 3, na tumeanza paragraph ya kwanza. Tukio la kwanza ni tukio ambalo Petro anamwambia Yesu, kama ni wewe Yesu kweli, hebu niamuru nije. Akamwambia njoo. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu akashuka chomboni, akaanza kwenda, akatembea juu ya maji. Lakini alipouona upepo mkali akaogopa, akazama, akaanza kuzama. Wakati anazama akapiga yowe, Bwana niokoe, nazama. Yesu akaja mara moja, jinsi alipokuwa sharp, mshika mkono, kamnyanyua. Brother, vipi, imani yako iko wapi sasa? Rudi kwenye mtumbwi. Naogopa tu pepo. Bwana asifiwe. Swali la kwanza linakuja, kwa kawaida utamaduni wetu sisi, sio Afrika tu, hata barani Ulaya kule, utamaduni wa wanadamu walio wengi, kama anakuja mgeni ambaye ni wa maana sana, unamwomba kibali kwenda kumlaki, ama unainuka mwenyewe tu kwenda kumlaki ukishamwona.
Yaani swali langu ni, je, unamuomba ruhusa, naomba nije kukupokea, ama mwenyewe tu unanyanyuka unaondoka kwenda kumpokea? Sio? Well, kwa nini Petro anamuuliza Yesu, anamwambia Yesu, hebu uniruhusu nije kukupokea? Kwa nini? Kwa nini asiamke tu kwa kuwa amemwona anatembea juu ya maji, mimi na yeye ni kitu kimoja, akatelemka na kuenda kumpokea? Kwa nini namwambia? Manake afadhali angemwambia naomba uniwezeshe kukanyaga juu ya maji, lakini hakusema hiyo, ninaomba nije. Au kama ni wewe kweli, niamuru nije. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Petro anataka kibali. Ile neno njoo imeambatana na mamlaka, imeambatana na uweza, imeambatana na nguvu. Ndio maana aliweza kutelemka juu ya maji na akatembea, kwa sababu ile njoo alikuwa anakwenda nayo. Manake ni wakati na umekusudiwa, na amepata ruksa na kibali kwa Bwana kulifanya hilo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Angaliweza kutelemka tu. Akaona kabla ya kutelemka, nataka nimhakikishe Mungu wa mbinguni kwamba ni wakati wake na naweza kulifanya jambo hili, na ni mimi niliyekusudiwa kulifanya. Kilichomwangusha ni uoga tu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Asingekuwa na uoga saizi tungekuwa tunazungumza story nyingine hapa. Lakini he don't need a lot of people, he just need few people who are balanced, having ability, and they believe that Jesus can work in them. That's all. Hahitaji watu wengi, anataka watu wachache ambao ndani yao, yes, kuna utimilifu. Bwana asifiwe. Tunao viwete pale, watu wasiojiweza tunao pale Makoroboi. Bwana asifiwe. Kila jambo lazima liende kwa wakati na kwa makusudi maalum ya Mungu. Sikiliza, nikobe mfano wetu sisi hapa tu Mwanza, tunao viwete pale, lakini baada ya kuokoka unayo mamlaka, yes, ya kumwamuru mgonjwa akapona, ya kufufua wafu, ya kufungua vipofu, hata viwete wakatembea. Hiyo mamlaka tunayo, lakini inatumika pale tu ambapo Mungu wa mbinguni ni wakati wake anataka itumike. Mungu wa mbinguni anajua kwamba ikitumika kwa wakati huu na kwa watu hawa na kwa kumtumia huyu, nitatwaa utukufu. Sasa umeokoka, ni kweli, hujajichafua katika dhambi yoyote, lakini kwa mawazo yako tu labda kutaka fahari, nenda pale Makoroboi basi, kusanya watu, nyinyi wao sijui mnatuza hauzarau, njoni muone mtu anasimama hapa. Ito watu wale pale Makoroboi wote wale, njoni muone, kwa jina Yesu, simama, simama. Kajamaa kasimama kapo tu. Maana umekwenda wewe kama wewe, lakini hujaenda wewe kwa amri ya njoo. Hujaomba ile amri, ni amuru Bwana nije kwako Bwana. Lakini kama ni wakati wa Mungu wa mbinguni, utasikia msukumo wa kwenda kuomba kwa ajili ya wale viwete. Utasikia ndani pressure. Tamwambia Bwana, ninasikia hamna kiu na msukumo umenizidi wa kwenda kuombea viwete pale. Bwana, kuna kiwete umemkusudia pale, hebu niambie kama ni wewe unasema nami. Bwana atasema nawe ndani, ni mimi, nenda fanya huduma hiyo. Yani unaripoti pale Makoroboi, wala hualiki watu, maana hujitwali utukufu. Utukufu ni wa Bwana. Kumbe kitendo hicho, kuna watu 5 wametoka Bukoba na meli. Mungu anataka kuwaokoa kwa muujiza huo. Sasa
Ungekwenda jana, wale watu walikuwa bado hawajaja, wamepanga safari leo. Ndio maana Mungu hakusema na wewe jana, pamoja na kwamba wale walikuwa viwete jana, lakini Mungu hakusema na wewe kwa sababu alisubiri leo itimie, ili wale watu wa Bukoba watakuwa wameingia, kwa wamefika bandarini na wanaingia mjini, watapitia njia ile saa 6 na dakika 5 mtakutana nao pale. Wewe hauwajui, lakini kiwete yuko pale na wao wamefika hapa. Unaweka mkono kwa jina la Yesu, simama. Kiwete nasimama, wale wanashangaa, waandishi waandishi wa habari na kuzonga wao, nawaambia ni utukufu wa Bwana, wala sitaki mimi nisifiwe. Wale watu 5 wanapiga magoti na kusujudu kumkabidhi Bwana maisha yao kwa muujiza waliouona. Jina la Bwana libarikiwe, 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 libarikiwe. Yes. Ndio maana katika Biblia Matendo ngapi ile? Matendo 3:1. Biblia inasema basi Petro na Yohana walikuwa kikwea kwenda hekaluni saa 9, saa ya kusali. Na pale kwenye mlango wa kondoo, mlango mzuri, kwenye mlango wa kanisa, mlango wa hekalu uitwao mzuri, imeandikwa hivyo. Na mlango wa kuingia kanisani daima ni mlango mzuri. Yes. Huu ni mlango mzuri. Hebu sema mlango mzuri huu hapa. Waliingia humu ndani makahaba, wakatoka ni waimbaji wazuri kabisa na washuhudiaji wa Injili. Piga makofi point hiyo. Tuliingia tukiwa majambazi, tukatoka tukiwa wahubiri wa Injili. Piga makofi mengine, come on. Huo ni mlango mzuri bwana. Milango mibaya ni ya kuingia kirabuni. Unaingia na akili, unatoka mjinga. Ana ilikuwa ni desturi ya ndugu zake kumweka pale kila siku ya ibada. Na ibada za hizo zilikuwa kila siku. Saa 9 saa kusali watu wa kanisani, ibada za jioni. Mweka pale. Sasa alikuwa amezoea kila anayepita, wengine walimpa kiberiti, wengine walimpa bukta, wengine walimpa mafuta ya kujipaka, wengine walimpa kipande cha dhahabu, wengine walimpa hela, namna hiyo. Sasa akawatazama walivyokuwa wameulamba, akawatazama akitaraji kupata kitu kwao, lakini alichopewa hakikuwa kitu cha kushikika wala cha kuonekana kwa macho ya nyama, lakini kina thamani kuliko vyote unavyojua wewe. Wakamwambia tuangalie sisi. Akawaangalia, akamwambia hatuna fedha wala dhahabu kwa ajili yako, tulicho nacho ndicho tukupacho. Kwa jina la Yesu wa Nazareti simama uende. Akajaribu mguu wa kushoto ukakubali, wa kulia ukakubali. Mzima akasimama nyuzi 90, akawafuata ndani ya kanisa akirukaruka na kumsifu Bwana. Sasa unaweza ukajiuliza, huyu bwana alikuwa anabebwa na ndugu zake kupelekwa pale. Haikuwa siku ya kwanza ile, siku nyingi alikuwa anapelekwa pale. Kwa nini? Na wale walikuwamo, kwa nini wasiyafanya haya siku ile ya kwanza ya yeye kupelekwa pale? Kwa nini wasubiri siku zote hizo? Ni kwamba siku na wakati ilikuwa bado. Jina la Bwana libarikiwe sana. Siku na wakati ilikuwa bado. Wakati ukifika, hakuna kipingamizi, hakuna barrier, no barrier, no hindrance, no obstacle itakaosimama mbele yako. Hakuna barrier, hakuna ukingo utakaosimama mbele yako. Hallelujah. Utaamuru geti zitajifungua zenyewe. Hata kama ameweka makufuli yataachia, geti itaachia. Mwana wa mfalme unapita, maana malaika amekutangulia. Piga. Yes. Hakikisha unatumika na Mungu. Mimi mtu akiniambia mangwana unamtumikia Mungu, ni Kiswahili kizuri sawa, lakini kwangu naona kama kimepungua kidogo. Lakini akiniambia mangwana unatumika na Mungu, that's okay. Amenipa lugha na sifa iliyo kamili kama ni kumtumikia Mungu. Unajua mlevi anaweza kasimama pale barabarani, yuko nzwa
Sema msipookoka mtachomwa moto, nyote msipookoka mtaangamia. Amesema neno la nani hapo? Amesema neno la nani? Wale watu wakapotezea ulevi wake, lakini maneno yake wakayazingatia, wakaingia hapa ndani. Wanaokoka hawaokoki? Yule mlevi amemtumikia nani? Amemtumikia Mungu, lakini hakutumika na Mungu. Ana Mungu hawezi kufanya kazi na walevi, hawezi kuwa miongoni mwao. Lakini mimi nahitaji kutumika na Mungu, na ninapotumika sio kama Mungu anakuwa ameketi kwenye sofa. No, ninatumika na yeye, tukiwa naye katika utumishi. Ile ndio system. Jina la Bwana libarikiwe, 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 libarikiwe. Yes, ni sawa na mama anapika ugali hapa, anamwambia mtoto, hebu nisogezee huo unga. Sasa ugali, huyu mtoto amechangia asilimia ndogo sana ya kufanikisha zoezi la ugali kutengwa mezani. Huyu mama akanunua unga, kapasua kuni, kaweka sufuria pale, yuko tayari kupika. Mtoto ameagizwa tu kusogeza unga. Ndicho tunachokifanya. Kazi anaifanya Mungu wa mbinguni. Kitu kikubwa ni kwamba tutumike pamoja na Bwana. Epuka jambo lolote linalokuweka mbali na Mungu wa mbinguni, ni hatari. So jibu nambari 1 la swali, kwa nini naomba ruksa ya kuja, ni kwa sababu anataka kuhakikisha kwamba, Bwana asifiwe, yuko na Mungu katika kumfuata. Yani ni wakati na ameruhusiwa, na ni wakati wa yeye kumfuata akitembea juu ya maji. Bwana asifiwe. Najua kila jambo Mungu anataka lifanyike kwa utukufu. Mungu akamwambia Musa na Haruni, Musa, hebu nenda kusanya watu hao, uambie mwamba utoe maji, watu watakunywa maji pale, hakuna shida. Musa anaenda pale, anaanza kwa kuwazodoa kana kwamba yeye ndiyo anayaleta maji. Sio, unanielewa pale? Sikilizeni ninyi waasi nyie. Nasikia lugha hiyo? Hajaambiwa awatukane, hajaambiwa awazodoe. Yeye aliambiwa kauambie mwamba utoe maji. Yana, sikilizeni nyinyi waasi na malalamiko yenu, niwapeni maji nisiwape? Sikia, anawauliza niwape maji. Sasa hii ina maana gani? Mkuu wetu baba askofu kwa mfano amenunua ng'ombe, anataka watoto wake tufurahi. Katunulia ng'ombe hapa, kanunua na gunia la mchele. Yes, imechinjwa pale, safi kabisa, buffet zimepangwa pale. Sasa tunatakiwa tugawiwe chakula. Sasa yule aliyepewa kutugawia chakula anaanza, ona mijicho ilivyotoka kwa njaa, niwape msosi nisiwape? Msosi kaununua baba, kagharamia kila kitu A to Z. Wewe umepewa tu kugawa, alafu natuambia si unaotugawia niwape nisiwape? Njaa kidogo iwaue eti. Sasa hiyo habari ikimwendea baba, anaweza kukutoa kwenye kazi hiyo, akawekwa mtu mwingine, na utaishia kuona msosi wala hutaruhusiwa kuula. Ndicho kilichomtokea Musa. Musa aliambiwa uambie mwamba utoe maji, yeye anawazodoa kwanza, alafu badala ya kuambia mwamba toa maji, akautandika fimbo mbili ionekane kwamba amefanya kitendo kilichosababisha maji yatoke. Hiyo ni kiburi, mtumishi wa Mungu. Wewe na mimi sote na watumishi wa Bwana, tutakapoinuliwa tumombe Mungu wa mbinguni atuepushe na kiburi. Adhabu aliyopewa Musa, akaambiwa wewe Musa, kwa kuwa wewe umejitwalia utukufu,
wala hukunitukuza mimi. Utaishia kuuona mji wa ahadi, utaishia kuiona nchi ya ahadi, lakini hautaingia. Na kweli aliyeingiza kundi la Israeli katika nchi ya ahadi ni Joshua, wala sio Musa. Musa alipanda mlimani akafia huko, kaburi lake halijaonekana mpaka leo. Bwana asifiwe. Ni asiwapigie kelele hawa walioko karibu. Kwanza ni wengi, halafu wapo karibu. Sifa tatu, wana chombo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Angeweza akasema nikimwita yule aliye mbali, kwanza yuko mbali. Yani kulikuwa na disadvantages kama tatu kwa Yesu, kumwita Yesu kibinadamu. Disadvantage ya kwanza, Yesu yuko mbali. Paka aje afike hapa nilipo nitakuwa nimeishazama mimi. Moja hiyo. Lakini mbili, ataniweka wapi? Hana chombo. Maana akinibeba tukawa wawili, labda tutakuwa wazito, tutazama wote. Basi kwa akili ya kibinadamu, kwa sababu hizo alitakiwa kuwaita hawa walio wengi, lakini akakataa akili za kibinadamu. Akasema huyu ingawa ni mmoja, anaweza kanifanyia makuu kuliko hawa walio wengi pamoja nami. 17:5 Yeremia. Fungua haraka sana na unasoma pale chap chap, muda unakimbia. Sisi kwanza angalia, wakati anatapata hapa walikuwa hawamuoni. Walikuwa wanamuona hawamuoni. Lakini Biblia haisemi kama walichukua hatua yoyote. Angalau Biblia ingesema wakati akijitahidi kumfikia Yesu akawahi. Wanamwangalia tu. Si ajabu wengine walikuwa na waza moyoni, na kimbele mbele chako umezidi kihelehele. Anapiga maji badala ya kumwaita wao, alimuita Yesu. Mimi wakati nimeanza huduma sikuwa na chombo, hata kale kaspika kwa machinga kale kanako sema kale kanasemaje. Siku moja nilikuwa feri miaka ya nyuma sana. Sasa kaja mtu mmoja akasema, watu wa Mwanza neema imewafikia. Mimi nikamsogelea nikajua mhubiri mwenzangu anataka kuichana injili hapa. Neema imewazukia watu wa Mwanza, shukuruni Mungu anawapenda. Watu wakamkusanyikia pale, akaanza, wale mnaosumbuliwa na ndorobo, kupe, mende, panya, dawa iko hapa. Mwili kuvimba si nini nani. Sasa mimi hata kale kaspika kale kanakosema wanao wenye panya wenye nini si nini, sikuwa nako. Sasa nikamwomba Mungu sana nipe vyombo. Ako kamzika natoka ndani kanatoka nje. Wote ule, acha masuala ya kuwategemea watu. Moyoni mwako inua macho yako juu, umwambie Mungu ninahitaji ABC. Akiamua kuwatumia hao basi na iwe, lakini usimwekee mlango wa kutokea. Usimwekee Mungu mlango wa kupitia kukuletea hicho unachohitaji. Usimpangie kwamba atapitia mlango huu kwa vile ni mpana, wala usimpangie kwamba atapitia pale kwa sababu pako wazi. Anaweza asipitie huko wala pale, akapitia kwenye ufa mwembamba sana usioutegemea. Mungu wa mbinguni akubariki na awe nawe daima. Simama juu. Hallelujah.